majina naitwa Jamila Ahmed, ni mke wa Abdullahi Musa au kwa jina la Banjo. Kwa kweli tumepokea hizi taarifa kwa kusikitika sana, kwa sababu mume wangu amezulumiwa uhai wake, amezulumiwa haki zake za msingi, kwa sababu tu hata kama ni kosa, hata kama alikuwa anakosa, angeweza kufikishwa kwenye ngazi za sheria akapata ambacho kinamstahili, lakini leo ameuawa kikatili sana, wamemdhulumu uhai wake. Kwa kweli si hatuna cha kusema zaidi ya kuomba serikali itusaidie, Mama Samia, kwa sababu ni mama mwenye huruma. Najua lazima utafuatilia hili jambo, tunaomba msaada kwa kweli, kwa sababu sisi hatuna cha kusema zaidi. Hicho tu jamani. Siku ya mwisho nilikuwa ni tarehe 12 na alisema tu kwamba anaenda gym, na ni kweli alienda gym. Baada ya hapo kufika saa 3 Musa akampigia akapatikana. Kwa hiyo sisi tukajua tu labda mtu ni sachaje mzima au ni vipi, kwa sababu simu nyingine ilikuwa inaita, tukasema atakuja kupigia, lakini cha kushangaza tukaona kimya mpaka kumekucha, hajarudi, kwa sababu alikuwa hana hiyo tabia. Alikuwa ni mtu tu anaswali, ani muda wa mazoezi ukisha anarudi nyumbani. Kwa hiyo ndo tukaanza kuona ni tofauti. Kwa hiyo ndo tukaanza kumuulizia, tukaona hili jambo bwana ni serious. Tukaenda polisi wakatuambia wanafuatilia. Na ndio hivyo tukawa tunafuatilia. Mwisho wa siku tukaona tu sasa kama hamna kitu kinachoendelea, tukasema toe kwenye, yani tupaze sauti kwenye mitandao. Na kweli tunamshukuru Mungu, baada tu kuposti kwenye mitandao usiku, kesho yake tu asubuhi tukapigiwa, usiku hiyo kwanza tukapigiwa simu usiku, tukaambiwa kwamba kuna mtu ameonekana huko maeneo ya Kondoa huko Beleko. Kwa hiyo ndo watoto wakatoka wakaenda wakamfuatilia, lakini kwa kweli wakamkuta ni yeye tayari ameshafariki. Hivyo yeye ni mfanya biashara wa madini ya Tanzanite Mererani. Hajawahi Banjo ni mtu wa watu. Abdullahi hana shida na mtu. Hajawahi kuniambia kwa kweli, hajawahi kuniambia kwa kweli. Na hata hiyo siku aliposikia askari kama kuna watu wanamtafuta, alienda mwenyewe kituoni. Sasa kama alikuwa na tatizo, asingeweza kwenda mwenyewe kituoni kuuliza kuna tatizo gani, na wakamwambia kwamba hamna tatizo. Kweli kwa jinsi kifo kilivyotokea, tunao mashaka tu mengi. Na ndio maana tunaomba serikali, kwa sababu serikali ndio ina mkono mrefu, serikali ndio ina macho ya kuona sehemu nyingi. Tunaomba tusaidie, kwa sababu mpaka sasa hivi sisi tuko kwenye njia panda. Hatujui tuanzie wapi, hatujui tumalizie wapi. Kweli vidole alivunjwa vidole 4 alipokamatwa. Na yeye alisema alipelekwa, kwa sababu anasema hata yeye mwenyewe alikuwa hajui ni nini, alikuwa anaulizwa vitu ambavyo yeye hata havielewi. Akasema tu jamani, nimepata mateso, lakini namshukuru Mungu kila kitu kimeisha, kwa sababu hata wao wenyewe wamekuja kuona kwamba walinionea tu hivyo. Kwa hiyo ndio maana hata walikuona kwamba kesi ikaenda ikaisha.